man swama awwala yawmin min Sha'ban wajabat lahu aljannata albatta, mtu yoyote mwenye kufunga siku ya kwanza ya Sha'ban, mtu huyo lazima aende peponi. Wajabat lahu aljanna albatta, yani hakuna kizuizi cha kukufanya usende peponi, kuonyesha uzito na utukufu ya siku ya kwanza ya Sha'ban. Mwanawazuoni mkubwa na walii wa Mungu, mwana tasawuf na mwana irfan, Ibn Tawus amepokea hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli Maana ya hadithi, yoyote mwenye kufunga siku tatu katika mwezi huu wa Shaaban, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, alafu baada ya swala, baada ya funga jioni akaswali rakaa mbili, katika kila rakaa moja baada ya kusoma alhamdu akasoma suratu tauhid, qul huwallahu ahad mara 11, jambo hilo lina ajran jazila, lina malipo makubwa, lina thawabu nyingi mno, ni jambo zito. Nukta yetu ya tatu ambayo nayo ni muhimu mno ni amali ambazo zinafanywa kila siku ya Shaaban. Unajitengea muda wako, kama ni baada al-maghrib, kabla al-isha, au kama ni baada al-isha, au kama ni saa 10 au saa 9 baada ya kuamka. Ndani ya mwezi wa Shaaban kuna amali 5 muhimu za kuzifanya za kila siku. Amali ya kwanza, ndugu zangu wapendwa, ni dhikrullah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Tafsiri ya aya moja ya dawa ya kutoa stresi, ya kupunguza mawazo ya kimaisha, ya kutoa changamoto zinazotukabili katika maisha ambazo ni nyingi, ni dhikrullah. Tendo la kuwa umejitenga huko na Mungu unamtaja linakufanya changamoto nyingi zinatoka kichwani kwako. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hiyo jambo la kwanza ni dhikri katika amali za kila siku, na katika dhikri zilizopokewa ni al-istighfar. Astaghfirullah wa as'aluhu tauba, Mungu nakutaka msamaha na kuomba toba. Mungu nimekukosea, nimefanya hili, nimefanya lile. Astaghfiruk wa as'aluhu tauba, na kuomba unitubie. Kama utaweza neno hilo kulisema kila siku 70 mara 70, ni jambo kubwa utakuwa umelifanya. Kwa hivyo dhikri ya kwanza ni al-istighfar, na swigha tofauti zimepokelewa.